hawa wameshapita. Mulikuwa kwa soko. Si mulikuwa kwa soko? Niseme ama nisiseme? Katika harakati ya kutafuta uongozi na usimamizi wa soko kubwa Bungoma, kundi linalomuunga mkono Bwana Michael Stawa kuwa mwenyekiti mkuu wa soko hilo, yani Team Change, limo mbioni kumpigia debe ili kunyakua kiti hicho katika uchaguzi ambao umeratibiwa kufanywa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Uchaguzi huo ambao utahusisha kuchaguliwa kwa viongozi watakaoendesha shughuli na utaratibu wa mipango ya soko hilo ambalo liko katika ujenzi wa kuwafikiana kiwango cha soko la kitaifa katika jimbo hili la Bungoma. Akiongea na Sana Ikilia Sana TV, Bwana Michael Stawa alielezea sababu na azma zake kugombea kiti hicho, akisema kuwa anaulaumu uongozi ulioko ambao unaongoza kwa mapendeleo, ufisadi na kutowajibika katika utendakazi wao. Kwa majina naitwa Michael Stawa, nafanya biashara katika soko kubwa, na mimi nimeamua kusimama kiti ya chairman kubwa na sababu tatu. Ya kwanza ni mambo ya ufisadi katika soko letu. Ya pili ni mambo ya ubinafsi katika soko letu. Ndugu zetu ambao wamekuwa wakifanya katika management yetu watu watatu peke yake. Ndio maana nimesimama ya kwamba nitengeneze ile board ambayo itasimamia management yetu ya soko. Na pia mambo ya ukabila. Nataka soko letu la Bungoma mahali tumefika sio tena soko la ukabila, bali kabila lake ni wafanyabiashara wa soko. Licha ya hayo, kauli hiyo imeendelea ya Team Change nimesema kwamba wako na matumaini na uhakika kwamba Bwana Stawa atanyakua kiti hicho. Kwa majina naitwa Lucas Mangeni Simiyu. Wengi wananitanga jinsi upinde. Sisi tumeamini Stawa. Sijui kama nyinyi mmemwamini. Kwa sawa. Licha ya hayo, kauli hiyo imeendelea ya Team Change nimesema kwamba wako na matumaini na uhakika kwamba Bwana Stawa atanyakua kiti hicho. Amefanya tunajulikana huko kwa county, tukasema Stawa power! 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 Bwana Njukuna ambaye pia ndiye katibu wa Team Change amesema kwamba mabadiliko ni muhimu na mabadiliko huleta uwajibikaji katika utendakazi. Patrick Haemba aliongezea kwa hayo akisema Bwana Michael Stawa ataleta mabadiliko na haswa katika pesa ya welfare ambayo ni pesa ya ustawi. Tumekaa hapo kwa muda mrefu na welfare imeendelea hapo kwa muda mrefu, na hiyo welfare inatoa pesa mingi, ambapo welfare hii inatoa pesa mingi na wafanyabiashara wadogo wadogo hao kama watu wa kushona, watu wa kuuza mboga bado wanaendelea kuwa kwa shailo. Kwa nini? Kwa sababu ya management yenye iko ya welfare haina mpango kamili ya kuinua welfare hiyo isaidie wafanyabiashara hao wenzetu. Peana taarifa hizi na picha za moja kwa moja kutoka Bungoma. Nikiripotia Sana Ikilia Sana TV, ni mimi Pastor Fabian Intom.